Katika ulimwengu tuliopo wenye majukumu mengi, matarajio mengi, msongo wa mawazo kazini ni kitu ambacho hatuwezi kukipinga. Katika kazi zetu za kila siku, na hapa nazungumzia aidha umeajiriwa ama umejiajiri, kupitia msongo wa mawazo kwa maana ya stress ni kitu ambacho kila wakati tutaenda kukutana nacho katika kazi zetu. Ndio maana kupitia forum yetu hii ya Ina Wellness Tanzania tunataka tukujuze kidogo baadhi ya mambo yanayoweza kupelekea msongo wa mawazo katika kazi, namna unavyoweza kutambua viashiria ama visababishi, ili uweze kuona namna gani unaweza kuvifanyia kazi ili uweze kuwa katika hali ya usalama zaidi. Kwa hiyo karibuni kwa wiki hii katika forum yetu hapa Ina Wellness Tanzania ili tuweze kuzungumza zaidi, ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali yakiwemo ya kisaikolojia, kijamii, lakini pia kuhusiana na masuala ya afya ya akili. Pengine nikiuliza ni watu wangapi wakitoka kazini wanakuwa na msongo wa mawazo au wanakuwa na stress katika siku moja kwa wiki, karibu kila mmoja atanyoosha mikono. Na vipo vitu vingi kadha wa kadha vinavyopelekea hali hizo. Kwa mfano, pale ambapo tunapokuwa na majukumu mengi ambayo yanatakiwa kufikiwa kwa wakati mmoja, na wakati mwingine labda hatuna uhakika kama yataisha, lakini yanatakiwa kuisha kwa wakati mmoja, hii inaweza kupelekea msongo wa mawazo. Lakini wakati mwingine kunapokuwa na mawasiliano ambayo hayaeleweki, hatuelewi zaidi tunatakiwa tufanye nini, kwa wakati gani, kwa namna gani, na hatujui ni nini kinachotarajiwa, nini kisichotarajiwa, hii pia inaweza kupelekea hali ya msongo wa mawazo. Lakini pale ambapo tunakutana na wenzetu makazini, mahusiano yetu, tunakutana na watu mbalimbali wamepitia malezi ya aina tofauti na sisi tumepitia ya kwetu tofauti. Kwa hiyo zipo tofauti zetu, zinaweza kupelekea migogoro au zinaweza zisipelekee migogoro, lakini kukawa na tamaduni fulani katika zile sehemu tunazofanya kazi ambazo zinatutaka sisi kubadilika ama kuishi kwa namna fulani ambayo labda kila siku inatupelekea kwa namna moja ama nyingine sisi wenyewe kujikuta katika hali ya msongo wa mawazo au stress naweza kusema. Lakini pia pale ambapo matarajio yetu ya kifedha yasipoendana na maisha yetu, labda kipato ni kidogo sana, mahitaji ni mengi sana, vyote hivi vinaweza vikatupelekea katika hali ya msongo wa mawazo katika kazi. Je, ni viashiria gani tutaweza kuviona basi tuweze kujua kwamba labda hapa tuna msongo wa mawazo kazini, ama kwa namna moja ama nyingine ninatakiwa niangalie ni namna gani naweza kufanya. Tukianza na kihisia, unaweza ukajiona labda unajitenga ama unapoteza motisha ya kazi. Ulikuwa unapenda sana kufanya kazi kwa namna fulani, ama kazi fulani unaipenda, ila sasa hivi kidogo umepoteza hiyo motisha. Lakini labda pale unapojibu unakuwa na hali ya hasira ama jazba, unaulizwa kitu kidogo lakini tayari wewe unalipuka ama unajibu ndivyo sivyo. Hii inaweza ikakuashiria kwamba labda hali si shwari sana. Kiakili, kifikra, tutaona nini? Viashiria gani tunaona tunaweza tukahisi labda hapa kidogo na changamoto, napata msongo wa mawazo kazini? Ni pale ambapo unakimbilia kutoa majibu hata hujafikiria kwa kina kuona ni facts gani zipo, lakini unakimbilia zaidi katika kutoa majibu, lakini kufikiria zaidi katika hali hasi. Kila jambo ni ngumu sana, unadogosha mafanikio, kila jambo unaliona katika hali ambayo ni hali hasi. Lakini pia unaweza ukajihusisha na mambo yasiyoenda vizuri katika kazi yako, labda ni biashara, labda ni kazi, hata kama yanahusisha mambo mengine ambayo ni nje na wewe, unaanza kuona kwamba labda hayo yanakuhusu wewe mwenyewe. Lakini labda utaweza kuona nini kwenye tabia? Tunaweza tukaanza kuona kwamba viashiria vya wewe, ruhusa ni nyingi kazini. Ulikuwa huwa unakuja lakini ruhusa sasa ni nyingi, za kuumwa, za kufiwa,
za dharura, kitu ambacho hakikuwa kawaida kwako. Lakini inaweza kuhusisha wewe kukataa baadhi ya majukumu fulani kuyafanyia kazi, sio kwa sababu kwamba ulikuwa uyafanyi kabla, lakini sasa hivi utatafuta kila kisingizio na kila sababu tu ya kukataa hayo majukumu, na hii unaweza ukaona ni magumu, ama unaweza uka-associate na mambo hasi. Hii kidogo inaweza ikakupa taarifa fulani kuhusiana na swala lako la msongo wa mawazo kazini. Lakini pia kujikuta unafanya kazi kwa muda mrefu tofauti na ilivyotakiwa. Ilikuwa ni kazi ya kumaliza ndani ya saa moja, lakini masaa 5, 6 bado unafanya hiyo kazi. Au umeshika laptop yako pale unaangalia tu, hujui unachofanya. Unatoka folda hili, unahamia folda lingine na folda lingine na folda lingine, lakini bado unakuwa ufanyi kitu. Pengine hii inaweza ikakuambia kwamba labda katika hali ya msongo wa mawazo, pengine unapitia hali hiyo na inahitaji iweze kufanyiwa kazi kwa haraka. Unajua hizi visababishi vyote ambavyo unaviona visipoonekana kwa haraka na vikafanyiwa kazi, vinaweza vikakupelekea zaidi katika changamoto kubwa zaidi za afya ya akili. Zinaweza hata zikakupelekea wewe kufukuzwa kazini kwa sababu kaonekana hautendi kazi, kumbe sivyo tu, ila ni kwa sababu labda unapitia msongo wa mawazo. Je, ni nini kinaweza kutokea pale ambapo sasa tunapitia msongo wa mawazo kazini na tufanyii kazi? Nimesha taja viashiria mbalimbali ambavyo utaviona kitabia, lakini kihisia, kifikra utaona nini. Tusipovifanyia kazi vinaweza vikapelekea nini? Vinaweza vikapelekea uchovu ambao hauwezi kufanyiwa kazi, burnout naweza kusema hivyo, ambapo unaweza ukajikuta una uchovu uliopitiliza, huwezi kupumzika, na hata ukipumzika hautulii sehemu moja, ama hata huwezi kupata usingizi vizuri, huwezi kula vizuri, huwezi kufanya chochote, huwezi kufikiri sahihi. Hii inaweza ikakupelekea hiyo hali, na hata wakati mwingine unaweza ukaenda hospitali ukiwa unafikiri unaumwa, na hospitali wanaweza wakakwambia hakuna kitu chochote kinakusumbua. Hii ni kwa sababu pengine unaweza ukawa umepata burnout, ama uchovu uliopitiliza kutoka kazini kutokana na msongo huu wa mawazo kazini. Ndio maana ni muhimu kufanyia kazi hivyo viashiria kazi, ili usijikute umeingia katika hali hiyo. Jambo lingine ambalo utaliona, utakuwa na hofu iliyopitiliza, anxiety. Kwa maana kwamba una hofu, hujui ni nini kitokee, ni nini kitatokea, utarajie nini, usitarajie nini. Ni kwa sababu kama ulinisikiliza vizuri wakati ninasema viashiria ama visababishi vya msongo wa mawazo kazini, unaweza kuona vingine vinahusiana na utendaji wako wa kazi, vingine vinaweza vikakufanya ukaanza kudoubt ama kujiamini katika kutenda kwako kazi. Lakini pale ambapo sasa unaanza wewe labda kuwa na excuses nyingi, labda hauendi kazini, leo anaumwa fulani, kesho amefariki fulani, hata wewe mwenyewe inasononesha nafsi yako ama inasuta nafsi yako. Kwa hiyo pia kujisikia hivi na haya majuto pia anaweza kukupelekea katika hali ya hofu na ukazidi kujisikia vibaya zaidi. Lakini inaweza kukupelekea pia katika hali ya sonona, ambapo sasa ndio huko ambapo nimesema kuanza kupoteza motisha ya kazi. Ukipoteza motisha ya kazi ni rahisi sana pia kupoteza motisha ya maisha, kwa sababu unaanza kujiuliza maisha ni kitu gani, yana umuhimu gani, unaanza kuona wewe sio mtu ambaye una umuhimu katika jamii, unaanza kukata tamaa. Na huku kukata tamaa sasa ndio kunaanza pia kujitenga, huku ambako kunaweza kukatokana na sonona na msongo wa mawazo kazini, unaweza kupelekea pia na wewe kujitenga, ambavyo vyote hivi vinapelekea hali yako ya sonona ama depression kuwa katika hali ya changamoto zaidi. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu zaidi ukipata vile viashiria uweze kufanyia kazi kwa haraka, kwa sababu inaweza kukupelekea hadi katika hali kama hizo za sonona. Lakini pia yale magomvi tunakutana nayo kazini, zile hali za hasira zinakupelekea wewe pia mahusiano yako na watu wengine yasiwe vizuri, na hii moja kwa moja inakukosesha furaha, amani ya nafsi, na kwa hiyo inakufanyia changamoto zaidi. Pia inaweza kupelekea changamoto nyingine za kiafya, pressure,
tunaweza tukawa tuna vichwa kuuma bila kujua sababu hasa ni nini, na unaweza kujikuta katika hali hiyo. Tunaweza tukakosa usingizi, tunaweza tukashindwa kulala vizuri, na vyote hivi vikaenda kuathiri afya zetu za kihisia, lakini na za kimwili pia kwa ujumla wake. Sasa tufanye nini ili tuweze kumudu msongo wa mawazo kazini? Na nasema kumudu kwa sababu kama ambavyo niliwaambia ni kwamba hatutaweza kukwepa kabisa kupitia msongo wa mawazo kazini, lakini pengine tunaweza tukapunguza au tukatambua kwa haraka na kutafuta msaada ule unaohitajika. Swala la kwanza litakaloweza kukusaidia, zingatia yale ambayo wewe unaweza kuyabadilisha na yaliyoko ndani ya uwezo wako. Usijaribu kuangalia mfumo mzima, kama ni kampuni unayofanya kazi, kama ni biashara ukataka kupambana na TRA mfumo mzima, hiyo inaweza ikakuongezea zaidi msongo wa mawazo. Angalia wewe kwa hapo ulipo, kwa nafasi yako, unaweza ukafanyia kazi kitu gani kwa wakati gani, na uzingatie zaidi hilo. Kwa sababu pale tunapokuwa na matarajio ya vitu ambavyo haviko ndani ya uwezo wetu, yasipofikiwa yanatuumiza zaidi, na pia hatuna cha kufanya kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo naomba nikutie hamasa kwamba zingatia yale ambayo yako ndani ya uwezo wako na unaweza kubadilisha zaidi, kwa sababu mambo mengine ni ya kimfumo ambayo hata wengine, hata mwajiri wako ni ngumu kwa yeye kuyabadilisha, kwa sababu ni makubwa na ni ya kimfumo na yanaweza kuchukua muda mrefu. Kwa hiyo zingatia yale unaweza kuyabadilisha. Jambo la pili ni zungumza. Kama wewe umeajiriwa, wapo wale wakubwa wako katika kazi ambao unaweza kuongea nao pale ambapo labda uelewi vitu vifanyike vipi, labda unahitaji msaada, zungumza ili uweze kusaidiwa. Lakini kama changamoto sasa ni wasimamizi wako wa kazi na unashindwa kufanyia hilo, tafuta mtu ambaye unamwamini na kuweza kuona anaweza kukusaidiaje na kukuongozaje. Labda hapo pia sio sehemu salama kwako kuwa, labda unapaswa kuwa sehemu nyingine. Lakini kama ni wewe mwenyewe, ni biashara ama ni shughuli yako unayofanya wewe mwenyewe, kuzungumza na wengine, labda unaweza ukapata mbinu mpya na ukaweza ukajifunza mambo mengine. Jambo la tatu, hakikisha aina ya maisha unayoishi yanaendana na kipato chako. Kuna watu wengine aina ya maisha tunayoishi hayaendani kabisa, hayana uhalisia wowote na kile kipato chetu katika kazi. Kwa hiyo unakuta kwamba tunatamani biashara yetu itupe kipato zaidi, ama ajira zetu zitupe kipato zaidi, ili kuweza kumudu maisha ambayo tumechagua, ambayo pengine sio halisia, kwa sababu tunashindana na watu fulani, au kwa sababu tunataka kufit in katika mazingira fulani ambayo sio halisia. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba kazi zetu, kile kipato tunachokipata kinaendana na yale maisha ambayo tunaishi, lakini sio kwamba tunategemea kipato ambacho pengine sio halisia kiweze kuendesha maisha yetu kama ambavyo inatakiwa. Hapa naongelea ni tofauti na pale ambapo kipato ni kidogo kufikia hata yale mahitaji ya msingi. Hapa sizungumzii hilo. Ninazungumzia kwa sisi ambao tuna aina ya maisha ya juu ambayo hayaendani na kipato chetu katika kazi zetu ama katika biashara zetu. Jambo lingine, kuwa na mipango na matarajio ambayo ni halisia. Nikisema mipango na matarajio ambayo ni halisia, kazi yako unaweza kufanya nini, uweze kufanya nini, lakini matarajio gani uwe nayo. Sio kwamba sasa ndio tumefika kazini leo, tuko wiki ya kwanza, tunataka sasa tuwe katika nafasi ya uongozi fulani, au tuwe kama fulani, ama tupewe majukumu fulani. Hii inaweza ikajikuta kwamba kila siku tunajisononesha ama tunajiumiza nafsi zetu, au tukajiingiza katika migogoro ambayo sio lazima iweze kuwepo. Tujipe muda wa kujifunza, lakini pia tuweze kupata muda wa sisi kuweka mipango ambayo ni halisi kwetu, na matarajio yaweze kuendana na vile vitu ambavyo tunavifanya. Kama ni kwenye biashara kwa mfano, sio tunatarajia tuwe na mtaji wa milioni 10, vitu vya milioni 10 wakati sisi tuna 500,000. Kwa hiyo iwe hatua kwa hatua, mipango yetu na matarajio yetu
yaweze kuwa halisia. Kitu kingine kinachoweza kutusaidia katika kuendana na msongo wa mawazo unaotokana na mazingira ya kazi ni sisi kuwa na watu wa karibu ambao wanaweza kutusaidia, wanaweza kutusikiliza pale ambapo tunataka kuongea nao, wanaweza kutuongoza, wanaweza kutuambia vizuri. Hii inaweza ikawa ni familia, kutoka kwa familia zetu, wanaweza kuwa marafiki, au wanaweza wakawa ni watu wale tunaoangalia kama mfano. Wanaweza pia wakawa ni mentors. Hawa ni watu ambao pengine unavurugikiwa, hujui kwenye kazi ufanye nini, ama unapaswa kufanya kitu kipya, wao ukaweza kuwaendea na wakaweza kukusaidia zaidi. Kwa sababu katika kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea msongo wa mawazo kazini ni pale ambapo unakutana na majukumu sio magumu, lakini yanakutaka wewe utoke nje ya box. Kwa hiyo unahitaji kujifunza na unahitaji kuongozwa ili wewe uweze kuweza kuendana vizuri na hali hiyo ya msongo wa mawazo. Lakini jambo lingine, tukumbuke kufanya mazoezi kwa sababu mazoezi yatatusaidia sisi kimwili, lakini pia kiakili tunaweza kupata ule utulivu wa nafsi ambao tunauhitaji kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi zetu kila siku. Na kama wewe unayeangalia video hii ni mwajiri na hii inaweza ikawa ni wa kampuni ama unaajiri watu katika biashara yako, kumbuka kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya watu wengine kufanya kazi. Yasiwe ni mazingira ambayo yanachochea ama yanapelekea watu kuwa na migogoro isiyokuwa na tija, ama watu kufanyiana ukatili na unyanyasaji, ama iwe ni sehemu ya kuumiza wengine kulingana na hayo mazingira. Kwa hiyo hilo moja ndio nimelisema kuhusiana na watu waajiri, ila mengine yote yanatuangalia sisi wenyewe nini tunaweza kufanya. Na kufikia hapo ndio mwisho wa mada yetu ya wiki hii. Asanteni sana kwa kuweza kutusikiliza. Tunaomba muendelee kufuatilia kurasa zetu hapa YouTube, lakini pia Instagram, ambapo tunawaletea mada hizi kwa ajili ya kujifunza, lakini kwa ajili ya pia uponyaji. Lakini tunaomba muweze kusubscribe, kushare na wengine ili nao waweze kujifunza zaidi na waweze kupona. Asanteni sana.